Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dini ya Ushia iko mbali na Uislamu na Uislamu uko mbali na dini ya Ushia. Tutalibaini hili baada ya kumsikiliza shekhe mmoja ambaye amewazungumza Mashia, ima ni kwa kujua akawa amewadanganya wasikilizaji ama kutokujua. Tukaona tuweze kuweka uelewa sahihi kwenye maelezo yake yale kupitia imani ya dini ya Ushia yenyewe na Mwenyezi Mungu atakavyowazungumza Mashia kuwabainisha wako nje na Uislamu. Naam, kabla hilo kumbuka kusubscribe na kulike na kushare channel hii Sheikh Shaban Online TV, kwani video hii tutakayosikiliza hivi karibuni katika kumjibu shekhe huyu tutajibu kwa sehemu tatu ili kutoa majibu kinaishi kwa kila alichokizungumza, na yeye Allah ampe ikhlas apitie hoja hizo, wala tazame aliyezungumza bali aangalia hoja zitakazosimama. Naam, tumpe nafasi ya kumsikia. Huu Shia na Usunni tunaogombania nao wote tunatakiwa kuwa la ilaha illa Allah, kuinusuru Irani. Irani ndio mkombozi wa Waislamu. Watu hata kama wakikasirika, potelea mbali, potelea mbali, tuzungumze haki. Umemsikia namna alivyoeleza. Twende moja kwa moja kwenye kitabu cha aqida cha dini ya Ushia kiitwacho Maalim la Aqida, ukurasa wa 45. Anayezungumza hapo ni katika moja ya Mashia wanaitwa Ithna Asharia, na huyu shekhe tuliyomsikiliza aliyokuwa anawazungumza Mashia hao wanaitwa Ithna Asharia. Wanaeleza Mashia hao kuhusu imani yao kuhusu Qur'ani, ya kwamba imechakachuliwa hii Qur'ani tulionayo. Tunuku kwa pamoja sehemu tuliyashina rangi alipokuwa anaelezea hapo, wadhahiru min tariqati jam'ihi anna fihi taghyiran fi mawadhi'i ba'd al-ayat, kwamba na dhahiri iliyoko katika imani ya Kishia kutokana na ule mfumo wa kukusanywa hii Qur'ani tulionayo, anna fihi taghyiran, hakika ndani yake kulipatikana uchakachuliwaji wa hii Qur'ani fi mawadhi'i ba'd al-ayat, katika sehemu za baadhi ya aya. Imani ya Kishia inasema Qur'ani tulionayo imechakachuliwa. Sasa wewe msikilizaji, twende tukaitumia Qur'ani katika sura Fussilat nambari 42. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kuhusu Qur'ani ya kwamba la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi, Qur'ani haiwezi kaingiliwa na batili mbele yake wala nyuma yake. Sasa Mashia wanamwambia Mwenyezi Mungu hapa amedanganya, ameongopa. Kwa sasa Qur'ani kwa mujibu wa imani ya Kishia imeingiliwa na batili kwa kuchakachuliwa. Mungu anatoa confidence ya Uislamu kuhusu Qur'ani kwamba haiwezi kuingiliwa na batili mbele yake wala nyuma yake. Sasa ndugu yetu uliokuwa unazungumza kuhusu Mashia, kwa imani hiyo ya Kishia Qur'ani imechakachuliwa, na msimamo huu wa Mwenyezi Mungu Qur'ani haiwezi kuingiliwa na uchakachuliwaji wowote. Hauoni imani ya Kishia inamwambia Mwenyezi Mungu ni muongo, ameongopa aliposema la yatihi al-batil min baini yadayhi wala min khalfihi? Wote kwa jaji na pia na wasikilizaji. Na ukienda kwa muasisi wa nchi ya Irani aitwaye Khomeini kwenye kitabu chake kiitwacho Al-Qur'ani ukurasa wa 50 anathibitisha Qur'ani tulionayo imechakachuliwa. Huyu ni kiongozi mkubwa katika nchi hii Irani. Anasema katika kitabu chake sehemu tulipoashiria rangi ya kwamba wa hadha ihda maani ta'rifi, na hii ndio moja ya maana ya kuchakachuliwa, allati ambako wakaat fi jamii al-kutub al-ilahiyya, uchakachuliwaji huo ulishatokea kwenye vitabu vya Mungu vyote, wal Qur'an, pia na Qur'ani tukufu imetokea hivyo, wa jamii al-ayati sharifa, na aya zote tukufu zimechakachuliwa. Maelezo haya anayesema muasisi wa nchi Iran aitwaye Khomeini kwenye kitabu chake hiki kiitwacho Al-Qur'an ndani ya ukurasa wa 50. Kwa istighatha cha Kishia nambari ya 92 wanathibitisha makubaliano ya Mashia ya kwamba Qur'ani tulionayo imechakachuliwa, haiko sawa. Tunukuu sehemu tulipoashiria na rangi aliposema maijma ahli al-qiblati wal athar min al-khas wal am anna hadha alladhi fi aidi an-nasi min al-Qur'ani laysa huwa al-Qur'an kulluhu, kwamba makubaliano ya Mashia kuhusu ijma yao ya wanaochuoni wao na watu wengine wa kawaida wanayepatikana katika dini ya Shia wamekubaliana kwamba anna hadha alladhi fi aidi nas, hakika hiyo Qur'ani iliyoko katika mikono ya watu ni Qur'an, katika Qur'an laysa huwa al-Qur'an kullu, hiyo sio ndio Qur'ani yote. Wa innahu qad dhahaba min al-Qur'ani ma laysa huwa fi aidi nas, kwamba imeondoshwa sehemu kubwa ya Qur'ani ambapo hivi sasa haipo kwenye mikono ya watu. Hii ni ijmai na makubaliano ya Mashia kwenye kitabu hiki ambacho kiko mbele yako. Sambamba na hali hiyo, nukuu suratul Hijr Allah subhanahu aliposema katika aya ya 9, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, sisi ndio tulioteremsha Qur'ani na sisi ndio tutakayetunza hiyo Qur'ani, siingiliwa na ubovu wowote wala uchakachuliwaji wowote.
Imani hii ya Uislamu Allah anaieleza katika suratul Fussilat tulivyoona na suratul Hijri. Nani mkweli kati ya Allah anavyosema hivi na kati ya imani ya kishia inayotoa ijma'i na makubaliano Qur'ani imechakachuliwa? Nani anayempinga mwenzake? Ikiwa mashia wanapingana na Allah, wanakuwa ni makafiri waziwazi kulinganisha na imani yao inayosema Qur'ani imechakachuliwa, na wala sio mie. Tumnukuu Allah jinsi alivyozungumza katika sura Al-Ankabut 47 aliposema, wama yajhadu biayatina illa alkafiruna, hakuna wanayepinga aya zetu isipokuwa ni makafiri. Kwa hiyo mashia wamepinga aya ya kwanza iliyosema la yatihi albatil min baini yadayhi wala min khalfihi, Qur'ani isiingiliwe na batili mbele yake wala nyuma yake. Aya ya kwanza wakaipinga. Ukilinganisha imani yao inasema Qur'ani imechakachuliwa. Allah anasema Qur'ani huwezi kuingiliwa na batili ya kuchakachuliwa kokote kule. Aya ya pili suratul Hijri tumeona aya ya 9 Allah anasema Qur'ani ndio atakayeilinda na kuitunza kwa sababu yeye ndio kaiteremsha. Aya ya pili mashia wameipinga pia. Ukilinganisha na imani yao tulionukuu ya kwamba imani yao imechakachuliwa, hii Qur'ani tulionayo. Ukienda katika suratul Ankabut 47 Allah anasema wanayepinga aya zake hao ni makafiri. Ndugu yetu yule alikuwa anazungumza kuhusu mashia kwa jazba kubwa. Kama ilikuwa ni bahati mbaya Allah kusaidie, na kama ilikuwa hujafanya tafiti ya kutosha, basi tanaza na ushuke uweze kuona ushia uko mbali na kinachoitwa Uislamu kwa mujibu wa mafundisho yao na dalili tulizosimamisha. Hivi mtu anapokuwa anadai yeye anasema ashhadu an la ilaha illa Allah, kama hao mashia mnavyodai wanasema hivyo, je, imani yake inavyodai ya kwamba Qur'ani imechakachuliwa, Qur'ani haiko sawa? Hamuoni kwa imani hile wanamwambia Mwenyezi Mungu ni muongo, anaongopa, anadanganya? Allah aliposema la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhuna. Hamuoni Mungu anaonekana anaongopa kwa aya hizi? Sasa ikidaiwa Allah atakuwa anadaiwa anaongopa, je, kile kingine wanachokifanya katika imani yao kishia kinakuwaje na usahihi ikiwa imani yao tayari wameshampachikia Mwenyezi Mungu anaonekana ni muongo? Kama watadai wanaswali, kama watadai wanaenda hija, kama wanadai sijui wanatoa zaka, hivyo vitu vitakuwaje na uhakika wataenda kulipwa na Mungu wao ikiwa imani yao Mungu anaongopa, anadanganya kwa mujibu wa aya zilivyosimama na kwa mujibu wa imani yao jinsi ilivyokaa? Jamani, tuweni makini sana. Tusiangalie muonekano wa nje kwamba ndio unampa mtu kuwa hivi, kumbe imani yake iko vinginevyo. Kurasa 561 kitabu Saadi Suudi Ibn Tauzi cha Kishia anatoa maelezo mashia wanejitokeza eti kukataa ya kwamba eti hakuna uchakachuliwaji eti wa Qur'ani katika hao mashia. Anatuambia kwenye kitabu hiki cha Kishia ya kwamba ukimsikia mshia anasema hivyo, huyo anawadanganya, anawaongopea, anawalisha uongo akaficha ukweli kupitia ile imani ya Kishia inaitwa taqiyya. Anasema hivi, hamalatuhu ala inkari taarifi ala taqiyya, anakuwa amefanya hivi na kwa mfumo wa taqiyya tu. Lakini pia kitabu kingine cha Kishia kinaonyesha ya kwamba zoezi la imani ya Kishia ya kwamba Qur'ani imechakachuliwa ni kitu ambacho kipo kama tulivyoona ijmaa iliyopita, lakini riwaya zilizoeleza jambo hilo Qur'ani imechakachuliwa zimekuja kwa mfumo wa mutawatiri. Tukinukuu katika Ad-Durar an-Najafiyya kitabu hiki cha Kishia katika ukurasa 83 anasema hivi, ikitokea mshia yeyote anakataa eti ya kwamba Qur'ani yetu yana haijachakachuliwa akawa anadai kukataa hivyo, huyo anatia kasoro na anapingana na sheria ya dini ya Ushia. Anayekataa, Al-Bahrani anasema atwanu fi riwayati taarifi al-Qur'ani, kuzitilia kasoro eti riwaya zilizotoa imani ya Kishia ya kwamba Qur'ani imechakachuliwa, wewe mshia mwingine ukaja ukawa unazikataa kwa kuzitia kasoro. Ta'anun fi shari'ati, ni kutia kasoro katika sheria za dini ya Ushia. Kwa tumejaribu kufunga mada yetu kwa awamu ya kwanza kwa vitabu hivi ili wewe msikilizaji usije ukalishwa matango pori kuambia mashia hawaamini taarifu Qur'ani. Ukiona hivyo wanakuchezesha kinachoitwa taqiyya, na vitabu hivi tulivyovinukuu vyote humu ndani ni vya Kishia. Hakuna kitabu hata kimoja tulichotumia cha watu wengine wasiokuwa mashia. Fuatia sehemu ya pili ambapo bi'aunillah subhanahu tutaelezea Ushia ni dini, na vitabu vyao vya akida vitathibitisha Ushia ni dini, lakini pia na vitaonyesha dini ya Mwenyezi Mungu pia ni nyingine kupitia vitabu vya Kishia. Sambamba na hivyo tutamuonyesha moja katika waasisi wa nchi Iran waliomkejeli na kumkashifu mtume, kuonyesha alishindwa kuweza kumudu kufikisha yale ambayo Mungu amemwelekeza yafikishe katika jamii yake.
ili ndugu yetu huyu alikuwa anazungumza kuhusu mashia tumuongezee hoja za kumtoa katika uelewa aliokuwa anajaribu kusimama nao na kujaribu kuwazungumza na kusema tuogopi yoyote. Hatuseme labda uwe naogopa yeyote, ila tu msimamo unayesimama nao katika mazungumzo yako yana usahihi kwa mujibu wa watu hao unaowazungumzia, lakini pia je, wanaendana na Qur'ani? Wallahu waliyu tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fuatia audio ya pili itakayopita maneno ya sheria.